Nilienda kumwambia mama, nikamuita mama aitiki. Ana kamba shingoni na chupa za sumu za kupuliza mikorosho aina ya Sky Plus. Ila ikupita muda tu nikasikia sauti ndugu yangu inalia kwa nguvu. Yaani bado ukasikia. Unatazama Muungwana TV. Naam, habari za wakati huu. Mimi ni Bizo Marima na hii ni Muungwana One TV. Tumesafiri crew nzima ya Muungwana One TV kutoka Ndanda, kilomita kadhaa hivi tumezitumia na kufika katika kata ya Mpanyani katika kijiji hichi cha Mihima. Na taarifa iliyopo ni kwamba mama mmoja amekutwa amefariki ndani ya nyumba yake, lakini pia mara baada ya mazishi siku ya pili yake naye akakutwa baba wa familia naye amejinyonga katika eneo la shamba lake. So sisi Muungwana One TV tukaona tunayo kila sababu ya kufika katika eneo la tukio ili kuweza kukujulisha wewe mtazamaji wetu nini hasa kilijiri juu ya taarifa hiyo, ukweli ukoje hasa juu ya vifo hivyo. Mimi ni Bizo Marima na hii ni Muungwana One TV, kana mimi kwa ajili ya taarifa zaidi. Crew mzima ya Muungwana One TV tayari tupo katika kaya hii ambapo baba amedaiwa kujinyonga na kufariki, lakini pia mama kukutwa amefariki ndani. Na hapa sasa hivi unayemuona mbele yako ni mtoto wa pili wa marehemu hao wote wawili. So yeye pia atatupitisha kwenye moja na mbili ili kuweza kufahamu kiundani zaidi nini kilichopelekea vifo vya wazee hao. Kaka, mambo vipi? Salama. Awali yote kwanza pole sana kwa matatizo. Shukrani. Kwa upande wako wewe, pengine labda kwa wale ambao kufahamu pia tuanze kwa majina. Naitwa Abdalla Lucas Abdalla. Kwa upande wako wewe, namna unavyofahamu juu ya vifo vya wazee hawa ilikuwaje? Ilikuwa siku ya tarehe 10 asubuhi, mida saa 12 asubuhi na mapema. Kabla sijaamuka ndo ndugu yangu akafika. Akaniamsha, kaka. Nikaamuka. Nikamutika nini? Akasema nyumbani kwa mama na mamusha amuki. Alafu pia wamenijazania sisimizi puani hadi machoni na kinywani pia. Alafu pia na mamusha amuki na nikintikisa natisika mwili wote. Ila alikuwa anaongea huko analia. Nikamwambia nyamaza, usilie. Kwa mimi nikaondoka kwa haraka ili nikamwacha nyuma. Ila kabla sijaondoka nilimuuliza baba yuko wapi? Akasema baba hayupo. Ameenda wapi sijui. Ametoka muda gani? Akasema ametoka asubuhi na mapema. Mimi nikavaa nguo, maana ilikuwa bado sijaamka, nikavaa nguo nikaondoka kuja. Wakati niko njiani ndio nikawa nampigia simu mzee. Kwani nikampigia mara ya kwanza simu imeita ikupokelewa. Hadi ikakata. Ila azikupita sekunde nyingi nikaona amenidipu. Nikampigia. Nilipompigia nimemsalimia, nikamuuliza uko wapi? Akaniambia kwamba niko njiani naelekea Nambawala, ni kutoka hapa kijiji jirani. Nikamuuliza kuna jambo gani huko umeendea? Akasema hapana. Nikamwambia ila sasa nyumbani hali nimemziachaje? Akasema hali nimeziacha mbaya ila sio mbaya sana. Nikamwambia ndugu yangu amenifuata hapa amenielekeza kwamba bibi mkubwa na mamusha amuki. Na mpaka sasa hivi bado mimi sijafika nyumbani, kwani mligombana? Akasema hapana tujagombana. Nikamwambia basi rudi tuje kuangalia bibi mkubwa tunafanyaje? Maana mimi niambia kwamba mgonjwa. Kwa hiyo rudi, akasema sawa, nikibarikiwa nitarudi. Kwa ndo neno lake la mwisho aliniambia kwamba akibarikiwa atarudi. Kwa hiyo simu mpa nikakata. Kwa hiyo ilikuwa kabla sijafika hapa nyumbani. Kwa hiyo nilipofika hapa nyumbani nikafungua, nikatikisa mlango wa mbele nikakuta umefungwa. Nikazunguka mlango wa nyuma, nikasukuma, nikakuta uko wazi, nikaingia ndani. Baada ya kuingia ndani nimeita kimya. Kwa hiyo ikanibidi tu niingie hadi chumbani. Nimefika pale kweli nimekuta bibi mkubwa amelala na wamenijazania wadudu usoni kote. Kwa hiyo nimemtikisa nimemamusha amuki. Kila jabu mamusha amuki. Kwa hiyo nikaamua kupiga simu, nikampigia mjomba, anaitwa mjomba Magogo. Nikampigia simu, nikamwambia bibi mkubwa hali yake mbaya, kwa hiyo uje nyumbani. Wakati nimempigia kabla hajafika, nikaamua tena kumpigia simu mzee. Kwa hiyo kutoka pale simu ikawa inaita, haijapokelewa. Simu ya mzee ndio. Simu ya mzee tena kwa mara ya pili namrudia tena nampigia hapokei. Nikapiga kama mara 3 hivi simu ile haipokelewi. Kwa hiyo akafika mzee Magogo akaniuliza baba yako yuko wapi? Nikamwambia hapa sijamkuta, ila kwa maelezo ya ndugu yangu amesema kwamba ametoka asubuhi. Yani nimempigia simu amesema yuko kati ya Nambawala na Mihima katikati, ila Nambawala hajafika ila atarudi. Akaniambia mpigie tena simu, nikampigia simu ikaita haipokelewi. Kwa hiyo na yeye akampigia simu mjomba kazi bure, akampigia simu na yeye akafika. Baada ya kufika hali kweli sio mzuri. Wakaniambia kwamba huyo joto lipo kwa mbali kama vipi kafanya mpango wa uji tumsongee uji. Mimi nikaenda nikazoa jivu jikoni nikapanga kuni pale. Mara akaja mtu mwingine akasema hapa hata kama ile joto ambalo lipo ila hapa leo imeachia mwili. Kwa hiyo pale ikabidi sasa jitihada ni mbili, kumpigia simu mzee na kuangalia mazingira yanakuaje. Kila nikimpigia simu mzee hapa hapokei.
Akaja diwani mstaafu, akafika, akaingia mpaka ndani, akaangalia mazingira pale, ikaonekana Bi Ngubwa amefariki. Kwa hiyo ikabidi sasa itolewe simu, yani itoke taarifa polisi sasa, maana kwa mwenyekiti, taarifa zikafika kwa mwenyekiti. Mwenyekiti akasema kwa mbele hawezi kulibeba mwenyewe, kwa hiyo ikapigwa simu polisi, wakaja na madaktari. Ila walipopima ule mwili ikaonekana kwamba maana alikuwa na jeraha kwenye jicho, ambalo jicho la kushoto ambalo lilikuwa linatoa damu. Kwa hiyo na watu ndio walikuwa na mashaka na ile jeraha, ila walipoangalia wakajua kwamba ile jeraha haliwezi kumtoa mtu uhai, labda tu alikuwa na maradhi ya nyuma. Kwa hiyo siku ile ya tarehe 10 tukazika, kuamkia tarehe 11. Ila sasa wasiwasi wangu ulikuwa maana kama aliamua kukimbia labda kwa kuhofu kufariki kwa mke wake. Ila simu yake ilikuwa inapatikana muda wote. Yaani kwamba ndio hiyo simu ambapo sehemu ambayo ipo sehemu ambayo mtandao unakamata muda wote. Kama mtu angekuwa anatembea kuna muda angekuwa patikani na simu, yani hata kama ukabadilisha namba nyingine kumpigia ilikuwa simu ile ipokelewe. Kwa hiyo tarehe 11 tukamaliza kuzika. Ile siku ya tarehe 11 tumizika mida, tarehe 10 ndo tumizika, tarehe 11 tukamaliza ule msiba. Kwa hiyo baada ya kutanisha watu, mimi na ndugu yangu na shemeji zangu na baadhi ya baba mkubwa na mjomba, tukaondoka sasa kuingia polini kwenda kumtafuta. Labda tulikuwa na wasiwasi kwamba inawezekana akawa ameenda kujinyonga kwa hofu, maana siku ya tarehe 8 walikuwa wanakaa ugomvi. Yani kifupi walipigana tarehe 8, wakamuka tarehe 9 wakunywa baina ya baba na mama. Kwa hiyo sasa tukahisi kwamba yeye hofu ya kwamba mpigane siku ya nyuma na Bi Ngubwa akafa, labda atakuwa amekimbia kwa hofu hiyo. Kwa hiyo tukaingia polini kuanza kumtafuta. Ila baadhi ya watu walisema kwamba wewe tusitafute mtu mkubwa na akili zake, kwa alichokifanya na kijua labda itakuwa ameingia sehemu zingine kwenda kuangalia maisha mengine. Kwa hiyo tukatoka tukaingia polini tukanitafuta. Jitihada zikaonekana kwamba hakuna kama matumaini ya kumuona. Tukaamua sasa kuelekea shambani. Kwa hiyo tulipoelekea shambani tukafika kwenye mkorosho ambao walikuwa wakifika lazima upumzike hapo. Kwa hiyo yani ratiba za kazi zinaanzia hapo. Kwa hiyo tulipofika pale tukakuta kuna chupa 2 za sumu. Chupa moja imefunguliwa, imetumika mpaka nusu. Chupa nyingine mzima. Pole sana kaka, pole sana kwa matatizo. Kila kitu waga kinatokea kwa sababu. So Mungu pia alipanga kuwa hivi. So ni mtoto wa kiume ambaye pia ni wa pili, natumai kuwa wewe pia utawashika mkono ndugu zako, kwa maana wewe ndo mkubwa aliyobaki kwa upande wao. Kwa hiyo jikaze wewe, kwa maana ukitoa machozi wewe, ukilia wewe, kwa maana hata wale wanaokufuata pia hawawezi kuvumilia. So najua inauma, pole sana, lakini naomba ushirikiano wako kwenye hili, pengine kwa namna moja ama nyingine tunaweza kupata njia ambayo tunaweza kuwaliwaza kwa namna moja ama nyingine. Pole sana. Mara baada ya kukuta sumu kwenye eneo hilo la mkorosho wa shambani kwenu, nini kilifuata baada ya hapo? Baada ya hapo ikawa ndugu yangu na shemeji yangu akaingia upande mwingine, na shemeji yangu mwingine akaenda upande mwingine, na mimi nikaenda upande mwingine kwenye ile shamba. Ila ikupita muda tu nikasikia sauti ndugu yangu inalia kwa nguvu. Yaani bado ukasikia. Pole sana. Mara baada ya kukuta mwili wa mzee sasa hapo, yaani baada ya kufika pale kwenye ule mkorosho ambao tumemkuta na kamba shingoni. Ana kamba, ila sasa ile kamba ilikatika, kwa akaanguka kwenye shina la mkorosho chini. Kwa ile simu ilikuwa ameweka kwenye mfuko wa koti. Kwa hiyo hata alipolala ile simu ilikuwa tu kwa juu kwa huku, yani upande wa kushoto, ila aliangukia upande wa kulia. Kwa ile simu ilikuwa upande wa kushoto. Kwa hiyo muda wote ambao ilikuwa inapigwa kushindwa kupokea. Kwa hiyo ingali. Pole sana. Naam bwana, tumepata walau taarifa kidogo kwa wale ambao wanayezungumza kwa vitu ambavyo hawavifahamu. Muungwana wa NTV tumefika eneo la tukio katika kijiji hichi cha Mihima, na huyu ni mtoto wa marehemu hao wote wawili, na huyu ni kijana wao wa pili. Ametuelezea situation mzima kwa namna ambavyo ilivyo. Kaka, yote kwa pole sana. Asante. Pole sana, naamini wewe ndio utakuwa mbeba jukumu zima la familia. Mko wangapi? Tuko watoto 5. Watoto 5. Ndiyo. Na wewe ni wa pili? Wa pili kuzaliwa. Hawa wanaokufuata pengine umri wao? Alinifuata amzaliwa 2008, wa kiume. Ila wawili sina kumbukumbu nzuri, ila baada hapo wakaja wa kike na akaja tena wa kike mwingine. Bado ni wadogo. Bado ni wadogo. Pole sana majukumu. Asante.
Naam, sisi Muungwana One TV bado tupo katika kaya hii kwa ajili ya kuzungumza na familia kwa situation mzima, kwa matukio yote yaliyotokea. So endelea kukaa na sisi kwa ajili ya taarifa zaidi. Faza, habari yako? Salama bwana, habari yako? Mungu mwema. Kwa wale ambao kufahamu, pengine tuanze kwa majina. Mimi naitwa Jafari Saidi Alfan. Unachokifahamu wewe, kwanza wewe ni moja kati ya familia Mimi ni moja kati ya familia. Huyu aliyefariki ni mama yangu mdogo. Okay, ni mama yako mdogo. Kwa namna yako wewe, kwa upande wako wewe, namna unavyoifahamu situation mzima ya marehemu Hawa juu ya kutokea na huo mauti, kwako wewe namna unavyofahamu ilikuwaje? Baada ya kupewa taarifa hii kupata umauti marehemu wa kwanza ni mama yangu huyu mdogo, nikaja kwenye hili tukio. Maana yake baada ya kufanya mawasiliano na serikali ya kijiji kutoa taarifa polisi, walikuja, tulikutana na polisi pamoja na daktari, tuliingia ndani, alipimwa marehemu lakini hakuonekana jeraha la kama alipigwa au alifanyiwa nini. Kwa sababu kwenye vipimo vile na mimi nilikuwepo pale pale kama ni kwenye upande wa familia. Lakini baadaye lilionekana jeraha dogo tu kwenye eneo la jicho hapa, lakini kwa sababu mikono yake ilikuwa ipo hivi. Kwa hiyo baada ya vipimo tuliuliza swali kumuuliza daktari, ni kile kijeraha ambacho kilikaa hapa. Akasema ile naona katika kujinyoosha, kutabikia kupumua ndio akajikwaruza tu hata kwa kucha hapa. Lakini kiashirio kinachosababisha yeye kumpotezea maisha juu ya kupigwa hakijaonekana. Na kweli pale hatukuona jeraha la aina yoyote kwenye eneo lile. Kwa hiyo sasa hofu yetu, kwa sababu ilikuwa baba mwenye nyumba hayupo na waligombana kwa siku 2 za nyuma, tukasema sasa kwa nini amekimbia? Tukawa tunaulizana sasa pale, kwa nini amekimbia? Tukapata majibu labda hofu iliyomfanya akimbie. Lakini pia askari aliuliza kwa watoto wa marehemu, au katika maisha yenu nyinyi watoto kuna dosari yoyote ambayo mlimuona mama au baba wakiwa anaumwa? Akajieleza yule kijana ambaye wa pili kuzaliwa, akasema mama siku za majuzi tu alienda kupimwa akaonekana ana BP. Alipewa dawa kutumia kwa ajili ya BP. Lakini baada ya siku tu kabla dawa zile hazijaisha, aliacha akaanza kunywa pombe. Sasa tukarudi kwenye viashiria vile kwamba labda imemuua homa au imemuua kitu gani. Lakini sasa taarifa kubwa, kwa sababu hajaonekana na majeraha, kwa sababu alipimwa kila sehemu, kwa kweli hakuonekana jeraha. Sasa tukawa tunajiuliza baba amekimbia nini? Kwa hiyo baada ya kuzika ule msiba, jeshi la polisi wakasema tushirikiane tumpate tu yule baba, alau tumuoji kwamba ilikuwaje mpaka akimbie. Pamoja na daktari amedhibitisha kama huyu marehemu hana jeraha lolote na familia imiona. Sasa baada ya pale wale kuondoka, tunaendelea na uchunguzi, ndio tukamkuta shambani kule amejinyonga. Okay. Sawa. Na labda kwa upande wako wewe, kwa sababu ni moja kati ya familia, namna mazingira yao walivyokaa wanaishi, wewe kama familia ulishawahi kupata taarifa ya kuwa hawa watu ni watu wa migogoro hivi, wanagombana kupelekea kupigana kwa namna moja ama nyingine, wewe kama familia? Hiyo migogoro kikweli kifamilia yenyewe hii tu inafahamu kwa migogoro yao ambayo walikuwa nayo. Yani wakinywa pombe kidogo basi yani ugali wao ni ugomvi. Ni walikuwa wanywaji wazuri wa pombe. Wanywaji tu wazuri, wanakunywa tu vizuri. Walikuwa wanakunywa na yani wasipokunywa wala wana shida, lakini wakinywa pombe tu. Hata wakienda kwenye pombe wakinywa, laiti za watu huko ugomvi unatokea huko. Hata kwenye sherehe wakienda wawili wakilewa tu lazima ugomvi. Kwa kweli amani hata hapa kwa watoto hao, japokuwa wakubwa wamekuwa wakawa amani hawana, hata wao hata sisi kwenye familia. Wazee walijaribu kuongea lakini walishindwa, kwa sababu ile sasa ndio ilikuwa chai yao wao. Kwa kipindi cha uhai wao, pengine kuna tukio kubwa ambalo lilitokea hata wewe familia ukaona hii tena inakuwaje? Kiukweli tukio kubwa ambalo likashangaza halijawahi kutokea, zaidi ya migogoro tu hii midogo ya kugombana tu. Lakini kwamba kuna matukio yalishawahi kutokea, hapana, hajawahi kutokea.
Yes, mara baada ya kuwasikiliza familia kwa maana ya mtoto wa marehemu, lakini pia baadhi ya watu wa familia hiyo kutuelezea kwa uzuri kabisa namna tukio lilivyotokea, sisi Muungwana One TV tukaona tunayo kila sababu pia ya kutafuta uongozi wa kijiji kwa maana ya mwenyekiti wa kijiji hichi cha Mihima katika kata hii ya Mpanyani, ili naye pia kama serikali atupe kitu gani kiliendelea mara baada ya serikali ya kijiji kupata taarifa hiyo. So mimi niko hapa katika ofisi hii ya kijiji cha hapa Mihima kwa ajili ya kumsikiliza mwenyekiti, yeye kitu gani alikifanya mara baada ya kupokea taarifa hiyo. Asante. Kwa majina naitwa Kasimu Kona Skiliani, ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Mihima kilichopo kata ya Mpanyani wilayani Masasi. Mnamo tarehe 10 majira ya saa 2:30 nikiwa katika ofisi ya kijiji cha Mihima nilipokea taarifa ya kifo cha mwananchi wangu. Nikaelekea eneo la tukio ili nihakikishe. Nilipofika eneo la tukio, ni kweli nilihakikisha yule mama amefariki. Baada ya kufariki niliwaona familia, yani ambayo ni mtoto ambaye anakaa naye pale, kwa majina anaitwa Janet. Nilipofika pale nikamuoji ilikuwa kuaje mpaka mama anafariki. Yeye alinieleza kwamba siku ya juzi tarehe 8 mama na baba walikuwa wamegombana. Baada ya kugombana walipigana sana. Walipopigana tarehe 9 waliamka wote wakaelekea shambani. Jioni ilipofika nilipika chakula tukala wote, ila mama alimega tu tonge moja akaelekea ndani kulala. Walipoenda kulala, asubuhi na mapema nilimsikia baba akifungua mlango akiondoka. Mimi nilipoamka asubuhi, huyo Janet huyo alipoamka asubuhi akamuita mama yake, mama, wakati yeye anajiandaa kwenda shuleni. Mama akuitika, akaelekea chumbani kwa mama yake, akimtikisa hivi, mama yake anamwona anatikisika wote. Jukumu alilochukua yule mtoto akaelekea kwa kaka yake, akaenda kumuita, mama kule amelala aamuki. Kaka mtu akafika pale eneo la tukio ambao nyumba anaishi yule mama. Alipofika kweli akiangalia ndani anamkuta mama yake amelala. Akaita majirani, alipoita majirani ndipo nilipopata mimi taarifa. Baada ya kuwauliza sasa baba huyu ameelekea wapi? Ikaonekana yule baba asubuhi alipofika huyu mtoto wa kiume alimpigia simu, alipokea ile simu. Alipopokea ile simu akamuelekeza kwamba nipo katikati ya Nambawala na Mihima, naelekea Nambawala. Akamuelekeza kwamba mama hali yake sio mzuri, naomba urudi. Yule baba akasema sawa, mimi ninakuja. Lakini kitu cha kushangaza, yule baba mpaka tunafikia hatua ya kuzika hajatokea. Mimi baada ya kugundua kwamba yule mama amefariki na kupata hizi taarifa, nilipiga simu kwa mtendaji wa kata, nikatoa taarifa kituo cha polisi Lukuledi kwa msaada zaidi. Na nishukuru Mungu, askari baada ya masaa 3 walifika kwenye kijiji cha Mihima, wakafika eneo la tukio, wakaangalia ule mwili na daktari kutoka Chiwale wakakagua ule mwili, na mimi niliangalia pale walipokuwa wanakagua na familia pia. Majibu ya daktari yalieleza kwamba yule mama amekufa kifo cha kawaida kwa sababu hajaona kiashiria chochote eza damu zimeivia ndani kwa ndani au jeraha lolote, kwa maelezo ya daktari. Tuliwafikishia wananchi na wananchi walilipokea kitofauti kidogo, kwa sababu waliuliza maswali kama mama amekufa kwa kifo cha kawaida, kwa nini baba aondoke? Ila madaktari walijitahidi kufafanua kwamba inawezekana baada ya tukio la juzi la kupigana la mama na baba alishtuka kifo cha mke wake, kwa hiyo yeye akaamua bora aondoke. Tulizika. Tulipomaliza kuzika, asubuhi iliyofuata tukawaomba wale ambayo siku ya tarehe 11 tukaomba familia kwamba nendeni shambani mfanye jitihada za kumtafuta huyu mtu. Inawezekana ameenda shambani kwenda kuishi kwa sababu maisha yao ni shambani, nyumbani. Kweli walipoenda shambani kwenda kufanya uchunguzi ili waangalie, je, baba ameondoka, mama ameondoka naye kwa kufariki, mazao yaliyobakia tunayahudumiaje? Walipolizunguka lile shamba wakauona mwili wa marehemu ambayo huyu mwanaume
ana kamba shingoni na chupa za sumu za kupuliza mikorosho aina ya Sky Plus. Imefunguliwa na imetumika, ipo chini. Ile kamba walipoangalia juu ya mkorosho waliona imekatika, alijining'iniza, yani kujinyonga. Baada ya purukushani akakatika, ikaangukia chini. Nikapewa taarifa siku ya tarehe 11 majira kama ya saa 8. Nilipewa taarifa kwamba yule baba ameonekana huku shambani, ameanguka, amejinyonga. Nami nilitoa taarifa tena kituo cha polisi na kwa mtendaji wa kata. Nishukuru mpaka majira ya saa 10, saa 11 hivi askari walikuja, tuliongozana mpaka eneo la tukio huko shambani, wakapima, wakajihakikisha kweli yule baba amekufa na sumu pamoja na ile kamba aliyojinyonga. Tukachukua mwili tukaleta nyumbani. Na kwa asante sana kwa maelezo. Na kwa mara baada hii familia sasa ambayo mpaka na umauti sasa hivi baba pamoja na mama. Katika maisha yao ya mwanzo pengine wewe ukiwa kama kiongozi walishawahi kuja pengine kwa mmoja wao ama mmoja kati ya familia kuja kulalamika pengine mazingira ambayo wanayoishi nyumbani kwao, kama ni hivyo kupigana na nini vitu kama hivyo, ni mazingira ambayo yasintofahamu, kuna mmoja wapo pengine alikuja ofisini kulalamika? Naam, nimeingia mwaka 2024. Toka nimeingia nimepata malalamiko mara moja, ila huko nyuma nilikuwaga mwenyekiti wa kitongoji. Nimepokea malalamiko mengi sana kupitia na hao watu wawili. Yaani hao wenyewe ni walevi. Yaani wanatumia hii pombe. Wakisha kunywa, yaani wanapigana sana. Yaani hayo ndio maisha yao, yalikuwa ni ugomvi kila siku. Ila wakinywa, wasipokunywa ni wastaarabu sana. Kwa hiyo tabia yao ndio hiyo ya kupigana asilimia kubwa wakishakunywa. Na mara hii tayari pameshatokea hili kwa hawa. Ni kipi sasa wewe kama kiongozi wa kijiji unawahasa wananchi wako juu ya matukio ya aina hii katika kijiji hichi cha Mihima? Asante. Mimi nikiwa kama mwenyekiti wa serikali ya kijiji ni waombe wananchi wangu au wananchi wa Tanzania kwa ujumla. Jambo la kwanza, kwa wale walevi, nichukulie tu kwa wale walevi, swala la kupigana linakuwa kwanza sio zuri, na madhara yake yapo kama hivi. Yaani unaweza kumpiga mwenzako asipate madhara kwa siku ile, akapata madhara aidha siku ya pili inayofuata. Kwa hiyo niwaombe kwa wale walevi, wakinywa wasinywe kupitiliza, manake ukinywa kupitiliza unaweza kufanya jambo ambalo haliwezi kupendeza kwa raia. Naam, sisi Muungwana One TV tupo hapa kwa ajili yako wewe mtazamaji. Unachotakiwa kufanya ni kuingia tu kwenye kurasa zetu za kijamii, Facebook, TikTok pamoja na Instagram, lakini ukigusa neno ambalo limeandikwa subscribe katika YouTube channel ya Muungwana One TV, itakuwa umetusupport vya kutosha zaidi. Na matukio haya na mengine yote yanayohusiana na jamii, basi sisi tunakuletea wewe mtazamaji wetu. Mimi ni Bizo Marima na hii ni Muungwana One TV. Nyuma kamera tuko na Hemedi, mpaka wakati mwingine. Asante. Unatazama Muungwana One TV.